Eneo la tatu ambalo nataka nizungumzie swala zima la utawala bora. Swala la utawala bora lina maeneo makubwa mawili matatu. Kwanza, sehemu ya maadili ya viongozi wa umma. Maadili ya viongozi wa umma. Sasa hivi kuna sheria ile ambayo ya maadili ya viongozi wa umma ambayo tulipitisha mwaka 2015. Tuna tume yetu ya maadili ya viongozi wa umma. Tume hii imesimamia viongozi wote waliotajwa kwenye sheria ile, wakiwemo mawaziri, makatibu wakuu, wakurugenzi na watendaji wote. Nadhani hata mkurugenzi wa maelezo naye anajaza fomu ya maadili. Sasa nini maana fomu zile kujazwa? Unajua kumekuwa na tabia baadhi ya viongozi kateuliwa leo 2026, ikifika 27 Disemba ana nyumba 3, ana magari makubwa ya kifahari 4. Alhamdulillah, nyumbani kwake anaingia kwa remote control, anakaa huko, anafungua tu mlango unafunguka. Ndugu yangu, umeanza kazi juzi, pesa umezipata wapi? Mambo haya yote umeyapata wapi? Kwa hivyo, kwa kujenga nidhamu kwa viongozi wetu, kwa uangalifu, hatutaki senti moja ya mwananchi ipotee bila sababu yote. Leo kiongozi umeshapewa madaraka, tumia madaraka yako vizuri, na kila ukiwa mwaminifu, ukiwa mzalendo katika nchi yako, basi utadumu katika nafasi yako. Ukiwa mjanja, kuna siku utabambwa tu. Sasa tume hii ya maadili ya viongozi wa umma inaangalia viongozi, mwenendo wao, tabia zao, hulka zao. Kesi nyingi ambazo tunazipata katika tume ya maadili ya viongozi ni matumizi mabaya ya madaraka. Kuna baadhi ya viongozi wana tatizo tu kuwaonea watumishi walikuwa chini yao kwa chuki zao tu, kwa maslahi binafsi. Hampendi kwa sababu anazojua mwenyewe, anamkandamiza, anafanya kila mbinu, hata kumpa uhamisho pale alipo akampeka kwingine kwa lengo la kumkomoa. Maskini ya Mungu hana kosa, lakini sasa anaadhibiwa kwa sababu ya matumizi mabaya ya viongozi wetu hawa. Sasa kinachofanyika nini? Atokee mmoja katika wale watumishi, ende akaripoti tume ya maadili ya viongozi. Anaripoti, mimi sikutendewa haki. Tume ya maadili tamuita viongozi yule, bwana, wewe kuna kushtakiwa au umetuhumiwa kuna 1 2 3, hebu toa maelezo. Atapewa nafasi. Ikibainika kwamba ni sahihi, atachukuliwa hatua. Hatua gani inachukuliwa? Kwa mfano, wewe mkurugenzi umeteuliwa na nani? Na rais. Kwa hivyo mteuzi wako ambaye ni rais anapewa taarifa, mteule wako huyo alomteua kafanya 1 2 3, tena yeye atatoa mambo. Na zipo hatua zimechukuliwa. Bahati nzuri au mbaya, hatuzitoe hadharani kwa sababu mambo ni ya siri sana, very confidential. Na hata pale watumishi wale wanakula viapo wale watumia maadili, kwa sababu pale wanaona kila kitu cha kila kiongozi, mishahara, mapato yao, mali zao, nyumba zao, zote ziko pale kwenye fomu ile wanajaza. Au bwana mkurugenzi, wewe hujazi? Tunajaza. Japo una kibanda kimoja hicho unakijaza. Na zaidi ya hivyo, kuna sehemu unaandika mpaka mwenza wako, kama wewe ni mwanamume unauliza mke wako ana miliki nini, kwa sababu utapo huko baada ya miaka 5 mfanye tathmini, mko vipi, kwa kujenga nidhamu kwa watumishi wetu na viongozi wetu wa umma. Na hili limesaidia kujenga nidhamu kubwa sana. Kwa hiyo tumefanikiwa sana katika kupima nidhamu kwa viongozi katika utendaji kazi, na maeneo mengine yalikuwa yamelalamika madogo mengine hapo, lakini hatudharau kitu chochote. Lakini upande mwingine tuna taasisi ya Zaika, mapambano dhidi ya rushwa na uhujumu uchumi. Alhamdulillah, Zaika wanafanya kazi vizuri sana. Rushwa ipo, sio kama haipo. Na rushwa inapatikana kama maeneo gani? Tunapokuwa na miradi mikubwa kama hii ya kimkakati, miradi mikubwa, tunakuwa na maafisa wetu, sio maafisa ununuzi wale na wengine wale wanasimama kule, wana koluda au wanakubaliana na wanachukua tenda zile. Kitu cha bilioni 1, milioni 2 kinapigwa milioni 7, milioni 8 wa watu wanufaike wenyewe. Kwa hivyo Zaika sasa hivi kila mahali panapokuwa na mradi tunapeleka. Na mwaka jana waliokuwa zaidi ya bilioni 37 waliziokoa pesa nyingi sana, na wanaendelea kufanya kazi kuziokoa. Kuna pesa zinarudi serikalini, kuna pesa zinarejeshwa kwa maeneo ambayo yale ambayo zilichukua pesa zile zinarejeshwa.